Serikali kupitia Tume ya Madini Tanzania imesema inaendelea kuwapa fursa vijana kushiriki kikamilifu katika sekta ya madini, ikiwa ni pamoja na kuwapatia leseni za uchimbaji pamoja na ajira. Akizungumza na waandishi wa habari leo Machi 16, 2026 katika ukumbi wa idara ya habari maelezo uliopo mji wa serikali Mtumba jijini Dodoma, kaimu katibu mtendaji wa Tume ya Madini Hamisi Kamando amesema kuwa kuanzia mwezi Julai hadi Disemba mwaka 2025 Tume ya Madini imefanikiwa kutoa leseni 5983 kwa wachimbaji wadogo. Amesema idadi hiyo ni sawa na 71% leseni zote zilizotolewa katika kipindi hicho, ambapo waombaji wengi walikuwa ni vijana wenye umri kati ya miaka 18 hadi 45. Aidha, akizungumzia fursa za ajira kwa vijana, Kamando amesema kuwa katika kipindi hicho Tume ya Madini imefanikiwa kutoa ajira za moja kwa moja 2550 kupitia mradi wa Mining Better Tomorrow MBT. Kamando ameongeza kuwa miongoni mwa majukumu ya Tume ya Madini ni kusimamia na kuongeza thamani ya madini ghafi yanayozalishwa nchini ili kuchochea ukuaji wa uchumi wa taifa. Amesema kuwa katika kipindi cha Julai hadi Disemba 25, tume hiyo imefanikiwa kuongeza thamani ya madini yenye thamani ya shilingi trilioni 5.8 kupitia shughuli mbalimbali za uchakataji na usimamizi wa sekta hiyo. Maendeleo katika sekta zingine na kuwezesha wananchi wake hasa vijana kunufaika na rasilimali madini. Katika kuhakikisha sekta hii inawanufaisha wananchi hususan kundi la vijana, serikali ya awamu ya 6 kupitia ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030 imeweka vipaumbele vifuatavyo kuhusiana na sekta ya madini vinavyolenga kuwezesha vijana katika ajira, kukuza ujuzi wa kisayansi na uwekezaji. Moja ni kutenga maeneo maalum kwa wachimbaji wadogo wa madini, kuwapatia leseni na kuwaendeleza. 2 ni kuifanya Tanzania kuwa kituo cha uuzaji wa madini katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, pamoja na kuimarisha masoko ya madini na vito ikiwemo Tanzanite kwa kujenga jengo la Tanzanite Exchange Center katika eneo la Mirerani, wilaya ya Simanjiro, mkoa wa Manyara. 3 ni kuimarisha na kusimamia shughuli za uongezaji wa thamani za madini. Na 4 ni kutokana na umuhimu wa nafasi yake katika kukuza uchumi wa nchi na wananchi kwa ujumla, serikali itaweka mazingira maalum ya kisera na kisheria yatakayohakikisha kuwa madini adimu na ya kimkakati, kwa maana strategic minerals and rare earth elements, yanachimbwa kwa ubia wa wawekezaji kutoka nje. Aidha, serikali itaweka sera, sheria, kanuni zitakazohakikisha kuwa madini haya hayasafirishwi nje ya nchi bila kuongezwa thamani nchini, na hivyo kuongeza fursa za ajira kwa Watanzania hususan vijana na manufaa mengine kwa nchi. Katika kutekeleza hayo, ndugu waandishi wa habari, Wizara ya Madini kupitia Tume ya Madini imeendelea kutenga maeneo ya uchimbaji wa madini kwa ajili ya wachimbaji wadogo ili kwa pamoja waweze kufaidika na rasilimali hii ambayo tumejaliwa na Mwenyezi Mungu. Maeneo yanayotengwa na kugawiwa kwa wananchi sehemu kubwa yanalenga vijana kati ya umri wa miaka 18 hadi miaka 40. Hadi sasa jumla ya maeneo 65 yamependekezwa kutengwa kwa ajili ya kugawiwa kwa wachimbaji wadogo katika mikoa ya kimadini ya Mtwara, Manyara, Lindi, Morogoro, Dodoma, Tabora, Pwani, Tanga, Geita, Shinyanga, Mwanza, Mara, Mbeya na Ruvuma. Ndugu waandishi wa habari, Wizara ya Madini kupitia Tume ya Madini imeendelea kutoa kipaumbele katika utoaji wa leseni kwa wachimbaji wadogo, ambapo katika kipindi cha kuanzia mwezi Julai hadi Disemba 2025 serikali imetoa jumla ya leseni 5983 sawa na 71% ya leseni zote zilizotolewa kwa kipindi husika. Leseni za uchimbaji mdogo wa madini hutolewa kwa Watanzania peke yake, ambao sehemu kubwa zimeombwa na kundi la vijana kati ya umri wa miaka 18 na 45. Ndugu waandishi wa habari, sekta ya madini imeendelea kuhakikisha inaongeza ushiriki wa vijana katika shughuli za utafutaji, uchimbaji na biashara ya madini. Katika kipindi cha mwezi Julai hadi mwezi Disemba 2025, Tume ya Madini kupitia mradi wa mageuzi ya sekta ya madini kwa maendeleo jumuishi na endelevu MBT, kwa maana ya Mining for Better Tomorrow,
imetoa leseni 273 kwa vijana, kwa vikundi 183 vya vijana ambavyo husajiliwa kwenye halmashauri zao. Leseni hizo zilitolewa katika mikoa ya kimadini ya Mara, Mbogwe, Kagera, Shinyanga, Morogoro, Rukwa, Dodoma, Mtwara, Singida, Njombe na Mirerani. Miradi ambayo leseni hizi zimetolewa zinajumuisha uchimbaji wa madini ya dhahabu, shaba, madini ya vito, madini ya viwandani kama vile chumvi pamoja na madini ya ujenzi. Hadi kufikia mwezi Disemba 2025, Tume ya Madini imewezesha vijana 2550 kupata ajira za moja kwa moja kupitia mradi wa MBT. Ndugu waandishi wa habari, Tume ya Madini kupitia Wizara ya Madini imeendelea kuweka mazingira ya kisera na kisheria pamoja na kuyasimamia ipasavyo kwa kuhakikisha madini ghafi yanayozalishwa nchini yanaongezewa thamani hapa nchini kabla ya kusafirishwa kwenda nje ya nchi. Katika kuhakikisha hili linatekelezwa, hadi sasa kuna jumla ya viwanda vya usafishaji wa madini kwa maana refineries 7 zinazofanya kazi. Kwa sasa uongezaji wa thamani wa madini nchini limetengeneza jumla ya ajira 273, sehemu kubwa ikiwa ni vijana. Aidha, katika kipindi cha mwezi Julai hadi Disemba 2025, jumla ya madini yenye thamani ya shilingi trilioni 5.8 yaliongezwa thamani nchini. Ndugu waandishi wa habari,